Ametoa rai hiyo wakati akimwakilisha askofu wa KKKT Diocese ya Meru, Askofu Elias Kitoi Nasare, katika mahafali ya 28 ya chuo cha Mshikamano kilichopo wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Amesema kuwa wahitimu hao wanapaswa kuwa chachu katika fani mbalimbali walizosomea. Tunatarajia kwamba mtu yote aliyefika chuo cha Mshikamano anaenda kuwa chachu. Wale wengine ambao wameingia kwenye fani mbalimbali, tuwe na mtazamo chanya, tujitahidi, tufanye kazi kwa bidii. Ndio, katika Biblia wanasema asiyefanya kazi na asile. Na hakuna chochote ambacho tunatarajia kukipata bila kufanya kazi. Tufanye kazi, tena tufanye kazi halali. Tuache mambo yasiyopendeza Mungu. Aidha, amesisitiza kuwa wahitimu hao wanapaswa kuwa watu wa utaratibu katika majukumu yao. Tuwe watu wa utaratibu. Neno la Mungu nasema ujitenge na kila ndugu asiyeenda kwa utaratibu. Lakini zaidi tusijidharau. Hakuna mtu mwingine yote aliyeumbwa duniani mwenye vipaji na vipawa na uwezo na utashi kama wewe. Mkuu wa jimbo la kati KKKT Diocese ya Meru, Mchungaji Abel Sawe Kaya, amesema kuwa wahitimu hao wanapaswa kujitolea katika taasisi mbalimbali ili kujiongezea uzoefu, huku mkuu wa chuo hicho Mwalimu Magdalena John akieleza namna ambavyo chuo hicho kinawasaidia wasichana waliojifungua katika umri mdogo ili kuzitimiza ndoto zao. Na watu wanafikiri kwamba wakianza tu wanaanza na mshahara wa milioni na kuendelea. Rafiki yangu, ujitolee kwanza, uaminike, na kwa sababu hiyo Mungu atakuwezesha. Lakini tunafurahi kwa sababu matokeo yenu ya field yalitutia moyo kwamba ninyi ni watu wa kutegemea. Kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwamba wako wenzenu ambao walipoenda field walishindwa kurudi. Walionekana wanafanya vizuri, wakasema nyie msiende tena huko. Kwa kuwa wao wamepata skills mbalimbali, wana uwezo mkubwa sana wa kujiajiri, na sisi ndilo tunalotegemea kwao, na wakakitangaze chuo chetu vizuri na wakawe mabalozi wema wa chuo chetu. Tumewasaidia pia mabinti mama, wale mabinti wanaopata ujauzito chini ya umri wa miaka 18 ambao pia leo wamehitimu 10. Na wale mabinti sasa wanaenda kujiajiri wenyewe. Ni watu ambao ndoto zao zilikuwa zimekufa, lakini sasa kupitia chuo chetu cha Mshikamano wanaenda kuzifikia zile ndoto. Kwa sababu wengine wameacha watoto nyumbani, wamekuja kusoma mwaka mzima na sasa wamehitimisha mafunzo yao, wanaenda sasa kwa ajili ya kusaidia jamii na familia zao. Meneja wa CRDB tawi la Usariva Gertrude Mbuya amewaasa wahitimu kujijengea utaratibu wa kujiwekea akiba, huku mwalimu wa taaluma chuoni hapo Mwalimu Yona Mneme akieleza kuwa chuo hicho kimepiga hatua kitaaluma, na mmoja wa wahitimu Mary Dafa akieleza namna ambavyo chuo cha Mshikamano kimemsaidia kuzifikia ndoto zake. Jamani wahitimu, mnapoenda huko mtaani, naombeni mjifunze kuweka akiba. Akiba ni kidogo, chochote unachokipata kitumie kwa makini. Tunapojua maisha sasa hivi kidogo ni magumu, tofauti na huko nyuma ambapo ukimaliza tu una uhakika wa kupata ajira. Sasa hata kama utaanzisha chako kidogo, lazima ujue kwamba unajua kutunza akiba. Tunamshukuru Mungu kwamba katika miaka 27 ya uwepo wa chuo kimepiga hatua kubwa. Kimeandaa vijana mahiri kabisa ambao wameweza kwenda kwenye jamii na kufanya kazi nzuri, na tunapata mrejesho mzuri kule ambako wanakwenda katika ajira zao. Na kama ambavyo watu wamejionea leo pamoja na mahafali haya, lakini tumeandaa maonesho ambayo yameonesha kazi mbalimbali zilizofanywa na wanafunzi kama sehemu ya mafunzo yao kwa vitendo wanapokuwa madarasani. Nilivyoingia na ninavyotoka ni vitu vili tofauti. Kwa sababu nimekuja hapa nikiwa sijui kutengeneza keki, kutengeneza vyakula mbalimbali vya kigeni, lakini sasa hivi ni mahiri katika hilo. Mapito yapo, ni kuvumilia tu. Na hakuna kitu kizuri ambacho kinakuja pasipo vita. Awali mgeni rasmi aliweza kutembelea katika maonyesho yaliyofanywa na wanafunzi wa chuo hiki cha Mshikamano, ambapo ameweza kujionea vitu mbalimbali wanavyovifanya, ikiwemo upishi, ushonaji,
uhazili, ikiwemo pia masomo ya uinjilisti na uparish weka. Kutoka katika chuo hiki cha ufundi stadi Mshikamano, mimi ni Elihuru Machao.